Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa Islam, karibuni kwa mara nyingine. Na leo insha Allah nakusudia kuweka sawa upotoshaji ambao umefanywa na kijana mmoja kutoka kwenye genge la Kiwahabi, genge potofu. Na kijana huyu ni mshirikina na ana itikadi za kishirikina, itikadi za Kiyahudi, na miongoni mwa itikadi hizo potofu alikuja kuzifundisha, na kwa hivyo hatuna budi lazima tuweke sawa kwa ufupi. Lakini leo nitazungumza kwa uchache sana, na natarajia insha Allah licha ya kwamba nitazungumza kwa uchache, basi wenye uelewa na wenye kutafuta haki watanielewa vizuri sana. Nilizungumza mimi hapo nyuma kidogo, itikadi yetu sisi Waislamu Ahlus Sunna wal Jamaa, itikadi yetu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu moja kwa moja anatofautiana na viumbe wake, na ni kosa kubwa na ni kufru kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Na kwa hivyo nilichokizungumza mimi kuhusu Allah, nilizungumza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mikono, Allah hana vidole, Allah hana uso, Allah hana miguu. Hiyo ndo itikadi ya Waislamu, hiyo ndo itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala hana viungo. Masala ya viungo, maumbile, hayo yako kwa viumbe. Na kwa hivyo unaposema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ana mikono, ana miguu, ana uso, tayari unamtengenezea umbile Allah, na hakuna dalili hata moja, si katika Qur'ani wala Sunna, iliyokuja kuonyesha kwamba Allah ana uso au mikono au miguu. Hilo nililizungumza, na baada ya kulizungumza mimi hilo, akaja huyu mpotoshaji shirikina akanirudi mimi, akanijibu mimi, na akapotosha tena kwa mara nyingine. Sasa nataka nijibu leo yale aliyoyazungumza kwa uchache sana. Ikiwa patahitajika kuja kuleta ufafanuzi zaidi pale atakaporudi, basi nitaleta ufafanuzi zaidi insha Allah kwa mara nyingine. Walwajhu, na Allah amejisifu kwamba anao uso, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah amejisifu anayo macho, walitusnaa ala aini, hiyo ni aya imo katika Qur'ani. Waliyad, na mkono, Allah amemwambia Ibilisi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Naomba nianze hapa mazungumzo yangu moja kwa moja katika kitabu kinachoitwa Tashniful Masami', kitabu cha al-Imam az-Zarkashi, juzuu ya 4 ukurasa wa 648. Tusikilize nini amenukuu hapa, nini anasema al-Imam az-Zarkashi katika kitabu chake hiki. Anasema wanaqala sahibul khisal, na amenukuu mwenye kitabu al-Khisal min al-Hanabila an Ahmad, kutoka kwa Imam Ahmad mwenyewe, annahu qal, kwamba Imam Ahmad rahimahullah alisema, man qala, yule aliyesema, jismun, kuwa Allah ni kiwiliwili, la kal ajsami, lakini si kama viwiliwili vya viumbe. Akasema hivyo mtu, Allah ni kiwiliwili lakini si kama viwiliwili vya viumbe, kafar, huyo amekufuru. Haya ni maneno ya Imam Ahmad, kaya tazame kwenye kitabu hiko nilokutajia. Imam Ahmad anasema yule aliyesema Allah ni mwili lakini si kama miili hii, huyo amekufuru. Ndicho alichokisema huyu. Alikuja hapa na akasema kwamba Allah ana mkono lakini si kama mikono hii yetu. Allah ana uso lakini si kama hizi nyuso zetu. Allah ana mguu lakini si kama hii miguu yetu. Hawa mabwana ndo anavyosema, ambayo hiyo ni kufuru. Sasa basi, kabla sijaendelea mbele, nataka nikuonyeshe clip hii hapa. Hebu iangalie hii clip. Hii clip inamuonyesha chui. Chui huyu amekamata mkia wake yeye mwenyewe, lakini anafikiri kwamba amekamata kiumbe kingine. Yani yeye anafikiri kwamba amewinda hapo na kuna kiumbe kingine, kitu kingine amekikamata, kumbe amejikamata yeye mwenyewe. Sasa hivi ndivyo ninavyomwambia Muhammad kila siku, kwamba pale atakapojaribu kunijibu hana atakachokiongeza isipokuwa ni kujiaibisha na kudhihirisha upotofu wa itikadi yao Mawahabi. Na hiki ndicho kilichotokea.
Baada ya kunijibu mimi, akaleta hadithi ambayo nitainukuu hapa, na akaieleza hiyo hadithi kama ni ushahidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana vidole, ana mikono, lakini tu mikono hiyo na vidole hivyo si kama vyetu sisi, lakini anayo mikono na vidole. Itikadi ambayo sisi tunapingana nayo kabisa kabisa, na hii ni itikadi ya Mayahudi, itikadi ya at-tajsim, kumpa Allah maumbile kiwiliwili, ni itikadi ya Mayahudi. Iwe wewe unasema mwili huo unafanana na viumbe, iwe unasema mwili huo au uso au mkono wa Allah haufanani na viumbe, vyovyote utakavyosema wewe ni mujassim, na hiyo ni itikadi ya Kiyahudi, sio itikadi ya Waislamu. Sasa kabla sijaisoma ile hadithi aliyosoma yeye na kuitolea ufafanuzi, naomba niseme mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo nalisema ni kuwa wakati huyu bwana ananukuu hadithi inayoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi sahihi na sisi tunaikubali, lakini katika kuitafsiri tu tunatofautiana. Amenukuu hadithi ambayo inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataikunja mbingu kwa mkono wake, na akasoma mpaka aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataikunja mbingu kwa mkono wake wa kulia. Sisi tunatafsiri tofauti hilo neno mkono wake wa kulia, tunasema haina maana kwamba ni mkono na kwamba Allah ana mkono, haina maana hiyo. Hawa mujassima, hawa wenye itikadi ya Kiyahudi Mawahabi, wao wanasema ni mkono na kwamba ni dalili kuwa Allah ana mkono. Sasa tuache hii nukta ya mkono, tuje hapa kwenye nukta ya msingi. Je, Muhammad aliponukuu hii hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataikunja mbingu itakuwa mkononi mwake, alisahau kwamba itikadi yao Mawahabi juu ya uwepo wa Allah haikamiliki mpaka wamnasibishie mbingu? Alisahau hili? Yani itikadi ya Mawahabi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu, tofauti na itikadi yetu sisi Waislamu. Sisi Waislamu tunasema Allah yupo, lakini hanasibishiwi mahala. Hatusemi yuko mahali gani, kwa sababu mahala, arshi, vyote hivyo viliumbwa, aliviumba yeye Allah, na kabla ya kuumbwa chochote Allah alikuwepo. Kwa hiyo vile alivyokuwa kabla ya kuumba chochote ndivyo alivyo sasa hivi. Hatusemi kwamba Allah kabadilisha mazingira, kwa sasa hivi ni mwenye kuhitajia sehemu na yupo juu ya sehemu. Hatusemi hivyo sisi Waislamu. Ama Mayahudi ndo anaitikadi kama hizo. Sasa hii kusema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ataikunja mbingu siku ya Kiyama, naam, tunakubaliana sote kwenye hilo. Muhammad alisahau kwamba itikadi yao Allah yuko juu ya mbingu haitimii mpaka wamnasibishie Allah mbingu. Je, itikadi hii inakuwa ndo mwisho wake siku ya Kiyama, ndo mwisho kusema kwamba Allah yuko juu ya mbingu? Ina maana itikadi ya Kiwahabi inakwenda ikifika siku ya Kiyama inabadilika juu ya uwepo wa Allah, inakuwa tena Allah hayuko juu ya mbingu. Ndio itikadi yenu. Kwa hiyo itikadi ina expire, unafika wakati ina expire. Nalikumbusha hili kwa sababu naona amejisahau, na ndo kile ninachokisema ni kuona kwamba ana jibu, lakini anajikamata mwenyewe na kuzidi kujidhalilisha kuwaonyesha watu ubovu wa itikadi yao. Wallahi, yeyote aliyesikiliza ile clip aliyotoa Muhammad ambayo alinijibu mimi, yeyote aliyesikiliza yale maneno aliyosema mle ndani, hata kama huyo mtu hana elimu, atajua wazi Wahabi una itikadi potofu mno. Mle ndani ya clip alitaja vidole vya Allah mpaka akawa na hesabu, akapata vitano. Akapata vidole vya Allah vitano. Yani hawa watu wanamshabihisha Allah mpaka wanakufuru. Na ulama, nikwambieni, ulama ni wakali sana kwenye jambo hili. Mimi nina kitabu kinaitwa Al-Ashbah wan-Nadhair. Al-Ashbah wan-Nadhair katika kitabu Ridda. Kitabu hiki cha al-Imam Suyuti, kitabu Ar-Ridda, ukiwa na chapa kama yangu mimi hii, basi utapata ni ukurasa wa 548. Anasema, kaweka hapa qaida, anasema qala Shafi'i, Imam Shafi'i rahimahullah alisema hivi: la yukaffaru ahadun min ahli alqiblati, hakufurishwi yoyote katika watu wa qibla, hakufurishwi yoyote katika Waislamu. Maana yake, lakini wastuthniya min dhalika almujassim, wastuthniya min dhalika almujassimu, anavuliwa hapo
yani kwa maana mujassim yeye anakufurishwa, anavuliwa mujassim. Mujassim yeye anakufurishwa. Waislamu hawakufurishwi wote, lakini mujassim anakufurishwa. Mujassim ni nani? Mujassim ni yule ambaye anampa Allah kiwiliwili, ndi muwahabi kwa lugha nyingine, wahabi, akiwemo huyu mshirikina Muhammad Bacho ambaye anasema Allah ana mikono, ana vidole. Allah tunakuomba utusamehe na usije ukatuadhibu kwa sababu ya makosa ya majuhal hawa. Sasa tuende katika hadithi yenyewe. Tuende katika hadithi yenyewe, hadithi ambayo ameinukuu Imam al-Bukhari na wengineo akiwemo Imam Muslim. Mimi hapa leo kwa ufupi mno nitasoma maelezo ya Imam An-Nawawi rahimahullah kuhusu hadithi hii ambayo aliisoma Muhammad, na mimi nitainukuu hapa hii hadithi, kisha nitasoma ufafanuzi aliyoweka Imam An-Nawawi katika sharhi yake ya Sahih Muslim, Sahih Muslim bi sharhi An-Nawawi, ambayo ndio nilionayo hapa katika mlango unaosema kitabu sifatil qiyama wal jannati wan nar. Sasa kabla ya kunukuu hadithi hii tu niseme kwamba hili jamaa pia ni ongo, yani muongo. Huyu mtu, huyu mshirikina, huyu muongo, yani amekuja kusema kwamba Imam Bukhari ametaja wanachuoni kisha akasema wanachuoni hawa ndo walosema Allah ana vidole. Wallahi usimhusishe Imam Bukhari kwenye upotofu huo, wala usimhusishe Imam Muslim kwenye upotofu huo, kwa sababu eti wamenukuu hadithi. Wao wameinukuu hadithi, hata Imam Muslim amenukuu hadithi hii na ufafanuzi ukawekwa na wanachuoni. Ibn Hajar ameweka ufafanuzi wa hadithi hiyo katika sharhi yake Fathul Bari, kaangalie. Imam Nawawi ameweka ufafanuzi wa hadithi hiyo katika sharhi yake hii hapa, akisahihisha akisharehesha Sahih Muslim. Hawa Bukhari na Muslim wao hawajasema kwamba Allah ana vidole, hawajasema kwamba Allah ana mikono. Wamenukuu hadithi, na kunukuu hadithi hawajamaanisha kwamba wao wanaamini dhahiri ya hadithi ile kama mnavyoamini nyie mawahabi. Kunukuu hadithi hawajamaanisha kwamba wao wana itikadi kwamba Allah ana vidole. Usimsingizie Imam Bukhari na usiwasingizie wanachuoni juu ya hilo. Sema hiyo ndio itikadi yetu sisi mawahabi, ambayo itikadi yetu sisi haina tofauti na itikadi ya Mayahudi. Lakini usimsingizie uongo Bukhari. Hebu sikiliza hii hadithi na isoma ambayo imenukuliwa na Imam Bukhari, kisha na kufafanulia ufafanuzi wake huu kwa ufupi tu. Ikiwa utahitaji zaidi nitakuja kukueleza kwa zaidi insha Allah. Hadithi hii ambayo katika Sahih Muslim ni hadithi nambari 2786. Hadithi nasema kwamba jaa habrun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqal, kuna mmoja katika wanachuoni wa Kiyahudi alikuja kwa nabii sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema, ya Muhammadu, ewe Muhammad, inna Allah ta'ala yumsiku as-samawati yawm al-qiyamati ala isba'in, Allah subhanahu wa ta'ala atazishika mbingu siku ya kiyama kwa kidole, wal ardhina ala isba'in, na ardhi kwa kidole kingine, wal jibala washajara ala isba'in, milima na miti kwa kidole kingine pia, wal ma'a wathara ala isba'in, maji na mchanga kwa kidole kingine pia, wasairil khalqi ala isba'in, na viumbe vingine pia atavishika kwa kidole kingine. Fayaqulu, atasema, ana almaliku ana almaliku, mimi ndo mfalme, mimi ndo mfalme. Fadhahika Rasulullahi, mtume akacheka, taajuban mimma qala alhabru, kwa kushangaa kile alichokisema huyu alhabru, mwanachuoni wa Kiyahudi. Tasdiqan lahu, sikilizeni vizuri, kwa kumsadikisha huyu mwanachuoni wa Kiyahudi. Kwa mtume alicheka baada ya yule Myahudi kusema kwamba sisi tumesoma na tukakuta kwamba Allah ataikamata mbingu kwa kidole na ardhi ataweka kwenye kidole kingine, miti kwenye kidole kingine. Mtume akacheka. Thumma qaraa, kisha akasoma mtume aya inayosema, wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii aliyosoma mtume anasema, na hawakumtukuza Allah
kile kiwango hasa cha kumtukuza, na ardhi yote itakuwa mkononi mwake siku ya Kiyama, na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kulia. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, Allah ametakasika na yale wanayomshirikisha washirikina. Sasa hadithi hii ndiyo dalili aliyotolea kuwa eti Allah subhanahu wa ta'ala ana vidole na ana mikono. Angalia akili za watu hawa. Sasa hebu tuangalie ufafanuzi hapa unaotolewa na Imamu Nawawi rahimahullah. Anasema Imamu Nawawi, hadha min ahadithi sifat. Hii ni katika hadithi miongoni mwa orodha za hadithi zinazotaja sifa. Waqad sabaqa fiha almadhhaban. Sikilizeni vizuri maneno haya. Na yameshatangulia na pameshatangulia kuhusiana na hili madhehebu mawili, mapito mawili tu. Ulama ndio waliopita, ulama wa Kiislamu. At-ta'wil, mapito ya kwanza, wanachuoni wameitafsiri hii hadithi kwa mujibu wa heshima na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wameitafsiri vile inavyotakiwa itafsiriwe, na kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu na kwa maana ya maneno yanavyotafsiriwa. Hawa wameleta ta'wil, ndo mapito ya kwanza. Kuna wanachuoni walioleta ta'wil. Mapito ya pili au madhehebu ya pili, anasema wal imsaku anhu, na kunyamazia. Wapo wanachuoni walionyamazia hii hadithi, wameileta wamenukuu tu kwenye vitabu vyao, halafu wakainyamazia kimya bila ya kuingia ndani na kusema kama hivyo wanavyosema mawahabi kwamba hii inaonyesha Mungu ana mikono, ana vidole. Wamenyamazia, wameiamini basi. Sasa huyu bwana yeye akiona mwanachuoni ameileta hiyo hadithi, yeye anasema ndo huyu tayari na yeye anasema Mungu ana vidole. Lakini anasema Imamu Nawawi, pamoja na huko kunyamazia, ma'al imani biha, pamoja inakuwa ni sambamba na kuiamini. Wamenyamazia lakini wameiamini. Ma'atiqadi, pamoja na itikadi, pamoja na kuitakidi, anna dhahira minha ghairu muradi, kwamba dhahiri ya hii hadithi sio makusudio. Nataka msikilize vizuri. Anasema Imamu Nawawi, wanachuoni wamepita katika mienendo hii miwili. Mwendo wa kwanza wameiletea ta'wil, tutaona hapa walivyotafsiri wanachuoni hii hadithi. Mwendo wa pili walopita, wapo ambao wamenyamazia kimya, hawakutaka wao kuingia ile hadithi kimaana, lakini wakaiamini. Pamoja na kuiamini, lakini wakaamini kwamba dhahiri ya hadithi ile inavyodhihiri sio makusudio ya hadithi ile, kwa maana yale maneno yalivyodhihiri sivyo yanavyokusudiwa, maana yake nyingine. Si kwamba kidole ndo kidole, mkono ndo mkono, dhahiri sio makusudio. Kwa hiyo maneno yale yamekusudiwa maana nyingine. Hayo mapito mawili. Mapito ya tatu ni mapito ya mawahabi ambao wamezama ndani ya hadithi, kisha wakasema kwamba hii inaonyesha mikono, na hii hapa ni mikono, na hivi hapa vidole 1 2 3 4 5. Bwana mkubwa anahesabu vidole. Hawa watu wana itikadi kweli ya Uislamu kweli? Hii ndio itikadi ya Uislamu kweli? Tuendeleeni. Anasema fa'ala qawli almutaawwilin. Jamani, mimi nanukuu hapa sharhi hii ya Imamu Nawawi akisharhisha Sahih Muslim. Kwenye mlango gani? Kitabu Sifatil Qiyama wal Jannati wan Nar. Hadithi nambari ngapi? 2786. Anasema Imamu Nawawi, fa'ala qawli almutaawwilin. Kauli ya mutaawwilin wanasema hivi: yataawwaluna, wanatafsiri wao al-asabi'a, hivi vidole vilotajwa kwenye hadithi. Al-asabi'a huna wanatafsiri vidole hapa ala al-iqtidari, juu ya kuonyesha uwezo mkubwa. Allah akisema nitaweka mbingu kwenye kidole, ardhi kwenye kidole, maana yake nitavidhibiti hivyo kwa wepesi kabisa. Sikilizeni vizuri. Aya ni makusudio, khalaqaha ma'a idhamiha bila ta'bin wala malalin, kaumba mbingu na ardhi na vyote hivyo bila ya uchofu na kupata tabu. Wanasu, na watu, yadhkuruna al-isba, hutaja kidole, fi mithli hadha, katika mfano wa maneno kama haya yaliyokuja kwenye hii hadithi, hutaja neno kidole, lilmubalaghati, kwa kusisitiza maana, wal ihtiqar, na kuonyesha kwamba jambo ni jepesi. Fayaqulu ahaduhum,
mmoja wao husema katika lugha, jamani, hadithi zimekuja katika lugha, mtume alikuwa Mwarabu, alizungumza Kiarabu, na kwa hivyo lugha ya Kiarabu inavyotumika ndivyo hivi. Huwezi ukachukua hadithi au aya kijuujuu zote ukachukua kijuujuu kama wanavyofanya hawa mabwana, utaingia kwenye kufuru. Fayaqulu ahaduhum, kuna mtu husema biisba'i aqtulu Zaidan, mfano huo unapigwa. Imam Nawawi anaelezea biisba'i aqtulu Zaidan, anaelezea Imam Nawawi akiwanukuu almutaawilun waliotafsiri hii hadithi wanachuoni. Mtu husema katika lugha biisba'i aqtulu Zaida, kwa kidole changu tu hiki Zaidu nitamuua. Yani la kulfata alayya fi qatlihi, yani sitotumia nguvu katika kumuua Zaid. Kwa hiyo makusudio Allah katika hadithi hii ni kwamba Allah si kwamba ndo ana vidole, bali ni kuonyesha neno kidole hutumiwa katika Kiarabu kuonyesha kwamba kitu ni chepesi. Kile nitakichukua kwa kidole tu, kile nitakisukuma kwa kidole tu, yule nitampiga kwa kidole tu, hutumiwa hivyo katika lugha ya Kiarabu. Wanachuoni ndo anaeleza hivyo maana ya hadithi hii. Yeye anasema Allah ana vidole. Halafu anakuja, lakini usiseme kama vidole hivi. Imam Ahmad ameshasema, anayesema Allah ana mwili kisha akajide, lakini si kama mwili wa viumbe, huyo kakufuru. Wewe ni mujassim, hiyo sio sifa ya Allah. Sifa ya Allah ni kumsifu Allah ni mwenye nguvu, Allah ni msikivu. Usiseme anasikia kwa masikio. Allah ni mwenye kuona, usije ukasema anaona kwa macho. Hiyo sifa ni kusema Allah anaona, sifa ni kusema Allah anasikia. Lakini usiseme Allah ana masikio, Allah ana macho. Hizo si sifa, hivyo ni viungo ndugu yangu, unamshabihisha Allah. Wewe ni mujassim. Hapa nadhani tumeelewana, lakini kuna maelezo mengine. Anasema waqila, na panasema kuna baadhi ya wanachuoni wanasema yahtamilu, inachukulika kimaana anna almurada, kwamba makusudio asabi'u ba'dhi makhluqatihi, ni vidole vya baadhi ya viumbe wake. Viumbe wapi? Kama malaika, kwa maana ataweka mbingu kwenye vidole. Lakini baadhi ya wanachuoni hao wanasema kwamba makusudio ni kwamba vidole vya viumbe wake. Sikiliza, Imam Nawawi anasema sasa, hii kauli yao anasema Imam Nawawi pia usidharau, wa hadha ghairu mumtani'. Anasema Imam Nawawi, na hili halizuiliki, kwa maana hili halipingiki, pia linakubalika, linaingia akilini, kwa sababu Allah hana vidole. Wal maqsud, na makusudio, anna yadal jariha mustahila, kwamba mkono kwa maana ya kiungo, hilo ni jambo lisilowezekana. Maneno haya yapo kwenye sharhi hii ya Imam Nawawi. Faida nyingine iko mbeleni hapa kuhusu kule kucheka kwa mtume, alipocheka mtume, na hadithi inasema kule kucheka kwake ni kwa kumsadikisha. Anasema Imam Nawawi kaeka maelezo ya wanachuoni hapa, dhahiru alhadithi anna an-nabiy saddaqa al-habra. Hii inasomeka al-hibru au al-habru, lakini ukisoma al-habr ndo fasaha zaidi. Kwa hiyo anasema dhahiri ya hadithi, wanachuoni hao wanasema anna an-nabiy saddaqa al-habra, kwamba nabii mtume alimsadikisha yule mwanachuoni wa Kiyahudi katika kauli yake ile inna Allaha ta'ala yumsiku samawati mpaka mwisho. Anasema qala al-qadhi, amesema mwanachuoni al-qadhi rahimahullah, wa qala ba'dhu al-mutakallimin, na amesema baadhi ya wanachuoni wenye kuleta ta'wil, laisa dhahikuhu wa ta'ajjubuhu wa tilawatuhu al-ayata tasdiqan lilhabri au tasdiqan lilhibri. Mtume kule kucheka kwake si kwamba ndo alimsadikisha, alimkubalia yule Myahudi, bal huwa raddu liqawlihi, bali alimkatalia ile maneno yake. Wa inkarun wa ta'ajjubun min su'i i'tiqadihi, na alishangaa na kupinga ile itikadi yake mbaya. Fa inna madhhab al-yahudi at-tajsimu, kwani hakika madhehebu ya Kiyahudi ni kumpa Allah kiwiliwili. Fafuhima minhu dhalika, kwa hiyo pakafahamika kwamba kule mtume kusoma ile aya si kwamba alimsupport yule Myahudi, alimpinga. Na kule kucheka kwake na kushangaa kwake ni kwa kumpinga, si kwamba alimkubalia. Wa qauluhu, na kauli yake msimuliaji wa hadithi aliposema ndani ya hadithi tasdiqan lahu, kwa sababu kwenye hadithi kuna maneno yanasema mtume alicheka tasdiqan lahu,
kwa kumsadikisha. Haya maneno tasdiqan lahu inma huwa min kalami rawi, haya ni maneno ya mpokezi wa hadithi. Haya ni maneno ya mpokezi wa hadithi, hayako katika asli. Asli mtume alicheka akasoma ile aya. Kwa hiyo baadhi ya wanachuoni pia wanasema kwamba ile aya ni wazi mtume alimsuta Myahudi, ni kwamba maqadarullaha haqa qadrihi, hawakumtukuza Allah ukweli wa kumtukuza, kwa maana itikadi hiyo sivyo mnavyomsifu nyinyi Mayahudi. Natoa tahadhari tu kwamba maneno hayo ya wanachuoni pia yapo wanaoitafsiri hadithi hiyo hivyo. Sasa sisi tusiende huko, tuchukue hivi hivi kwamba kweli mtume alicheka kumsadikisha, lakini vidole havina maana ya vidole pale, wala mkono hauna maana ya mkono. Acheni kumshabihisha Allah. Mwishoni namalizia katika maelezo ya kitabu hiki Sahihu Muslim bisharhi Nawawi, panapozungumzwa mkono kuhusu Allah huwa panakusudiwa nini? Maelezo yanaendelea. Wa amma itlaqul yadaini lillahi ta'ala, Imam Nawawi ananukuu maneno ya wanachuoni na kuyasupport. Wa amma itlaqul yadaini lillahi ta'ala famutaawwalun ala alqudra, ama kuachiliwa neno likatumiwa neno mikono kwa Allah huwa kuna tafsiriwa kuwa maana yake ni uwezo, si kwamba ni mikono, kwamba Allah ana mikono jamani. Wa kunni an dhalika bil yadaini, na hutumiwa neno hilo kimafumbo ikaitwa mikono miwili. Kwa nini? Lianna af'alana taqa'u bil yadaini, kwa sababu sisi viumbe huwa tunatumia katika kutenda matendo yetu kwa kutumia mikono miwili, huwa tunatenda matendo yetu kwa kutumia mikono miwili. Fakhutibna bima nafhamuhu, kwa hiyo tunahutubiwa, tunasemeshwa sisi kwa ile lugha ambayo sisi tutaifahamu. Liyakuna awdaha wa awkada fi nufus, ili jambo liingie zaidi katika nafsi na lidhihiri zaidi, mtu aelewe zaidi. Wa dhukira al-yaminu wash-shimalu hatta yatimma al-mithal, na hutajwa mkono wa kulia na wa kushoto. Tambua Allah kwa mkono wake wa kulia Allah, ili patimie maana ya mfano ulopigwa. Kwa hiyo hutumiwa kulia na kushoto ili ifahamike si kwamba Allah ndo ana mkono wa kulia. Lianna natanawalu bil yamini ma nukrimuhu wa bishimali ma dunahu, kwa sababu sisi viumbe vile vitu ambavyo tunaviheshimu, tunaviheshimisha katika vitu vya heshima tunatumia mkono wa kulia, na vile vitu ambavyo si vya heshima sana, si vitu vyenye uzito mkubwa, tunatumia mkono wa kushoto. Wali anna al-yamina fi haqqina yaqwa lima la yaqwa lahu shimalu, na kwa sababu mkono wa kulia kwetu sisi viumbe una nguvu zaidi kuliko mkono wa kushoto. Kwa hiyo wa maalumu lijulikanalo anna samawati a'zamu min al-ardh, mbingu ni kubwa kuliko ardhi. Fa adhafaha ila al-yamin, kwa hiyo Allah ndo akaegemeza kutaja mbingu kwamba ataikunja kwa mkono wake wa kulia. Sio maana ya mkono, ni uwezo, kwa maana mbingu ataidhibiti, ataikunja kwa uwezo wake. Liyadhhara taqribu fil isti'ara, ili padhihiri pakae wazi ile isti'ara iliyotumika ije kwa ukaribu zaidi, ieleweke zaidi. Wa in kana Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu bi anna shay'an akhafu alayhi min shay' wala athqalu min shay', na ijulikane pia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapaelezwi kwake kwamba kuna kitu kizito kuliko kitu chengine au kuna kitu chepesi kuliko kitu chengine. Kwa Allah hatuseme hivyo kwamba Allah kwake yeye kuna vitu vizito na kuna vitu vyepesi. Kwa hiyo kuna vitu anavihisi vizito kuliko vingine, hatusemi hivyo. Lakini hayo yanaelezwa kwa mujibu wa matumizi yetu, kwa sababu sisi viumbe ndo tunatumia hivyo. Tunautumia mkono wa kulia kwenye vitu vyenye nguvu na vya thamani zaidi kuliko mkono wa kushoto. Na kwa kuwa mbingu ni a'dham kuliko ardhi, basi Allah subhanahu wa ta'ala akatumia neno yamin. Lakini haina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono wa kulia, wala haina maana kwamba mbingu ni nzito kwake, kwamba kuna sifa ya kwamba kuna vitu vizito kuliko vingine. Hilo ni liko kwetu sisi, tunaeleweshwa, tunahutubiwa kwa ile lugha yetu ili tuelewe. Elimu ndogo ni kero katika jamii. Elimu ndogo ni kero katika jamii. Elimu ndogo ni kero katika jamii. Tafuteni watoto wenzenu mcheze nao, msivamie mambo ya elimu.
Ni kweli kabisa haya maneno anayoyasema, elimu ndogo ni kero katika jamii, na kero hilo linaonekana kupitia yeye mwenye elimu ndogo, mwehu, zumbukuku, ambaye hata hajielewi, anasema maneno mabaya. Jamani, natoa tahadhari, tahadharini sana, msije mkaingia kwenye pote hili, mtaangamia. Hawa watu wana itikadi chafu sana. Sasa aliponimaliza alikuja kusoma aya eti ndio ushahidi kwamba Allah ana mikono, Allah ana macho, Allah ana mguu, Allah ana uso. Walwajhu, na Allah amejisifu kwamba anao uso. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah amejisifu anayo macho. Walitusnaa ala aini, hiyo ni aya imo katika Qur'ani. Waliyad, na mkono, Allah amemwambia Ibilisi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wewe kwa nini, kitu gani kimekuzuia usisujudu kumsujudia Adam niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Allah mwenyewe anasema hivyo. Warijil, kadhalika mguu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah tabaraka wa taala ataweka mguu wake katika jahannam يوم القيامه kwa ajili ya kuutuliza moto wa jahannam. Mtume ndo kasema hivyo. Walitiyan, na hadithi na aya za Qur'an nasema kwamba Allah atakuja siku ya kiyama. Walmaji wanuzul ila samai dunya, na Allah ateremka katika wingu wa dunia. Walistiwa ala al-arshi, na Allah amestawi na amekaa juu ya arshi yake. Wadhahik, na Allah anacheka. Walfarah, na Allah tabaraka wa taala anafurahi. Angalia akili zake hizi, ndo akili za mawahabi hivyo. Eti anasema Allah ana macho kwa sababu ya aya inayosema walitusna ala aini, kwenye kile kisa cha Nabii Musa. Allah anasema walitusna ala aini, ili ulelewe Musa machoni kwangu. Basi wanasema ndo dalili kwamba Allah ana macho. Maana yake sijui ataona tafsiri vipi? Sio maana yake wanatafsiri macho ya Allah yapo, tena Musa ndo alelewe pale. Sio wana tafsiri vipi? Wakati aya iko wazi kwamba Allah anachozungumza pale, rejea katika tafsiri za ulama utaona ni kwamba ili ulelewe chini ya uangalizi wangu, ndo maana yake. Kwa hiyo huo ndo shahidi wa kwamba Allah ana macho. Jamani, hizi akili kweli? Akaja akasema Allah ana uso, akasema wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sasa rudi nyuma ya hiyo aya. Aya inasema kullu man alaiha fan, kila kilicho juu ya ulimwengu kitatoweka. Kila kitu kitatoweka. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na utabaki uso wa Mola wako. Sasa kwa tafsiri hawa mamwehu kwamba ni uso, kwamba uso, sisi hatusemi hivyo. Sisi wajhu hatusemi hivyo. Hatusemi maana ya wajhu kwamba uso. Ukirejea kwenye tafsiri ya Jalalain, tafsirul wasit, utaona wajhu maana yake nini? Dhatuhu, ni yeye mwenyewe. Sasa wanasema uso, lakini ukiwauliza haya, kullu man alaiha fan, kila kitu kitatoweka. Wa yabqa wajhu rabbika, utabakia uso wa Mola wako. Je, mpaka ile mikono mnayosema anayo pia itatoweka? Hawana majibu. Manake nyie si mabingwa wa kuchukua aya kwa dhahiri zilivyo kijuu. Sasa wayabqa wajhu rabbika, utabakia uso wa Mola wako, manake vile viungo vingine mnavyompa pia vitatoweka, ndo maana yake. Hawa watu sio akili zao ziko wapi? Ndo ushahidi wa kwamba Allah ana uso. Akaja akatoa ushahidi kwamba Allah ana mikono alipomwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kipi kilichokuzuia usisujudie kile nilichokiumba kwa mikono yangu? Tulishasema mikono maana yake ni uwezo au nguvu. Hata ukiangalia katika tafsiri ya Tabari, alikuwa ana tafsiri kwenye ile aya inayosema wasamaa banainaha biaidi, akasema maana biaidi ay biquwa, maana yake ni nguvu, uwezo. Ukirejea kwenye tafsiri utakuta hivyo. Ajabu sana. Sasa aya hii maana yake nini? Aya hii maana yake Allah anakusudia kwamba kwa nini Ibilisi hujamsujudia Adam, kiumbe ambaye nimemuumba mimi mwenyewe? Mpaka Mujahid, rejea katika tafsiri ya Qurtubi, Mujahid anasema hivyo, maana yake lima khalaqtu ana, ndo maana yake. Sio kwamba mikono, kwamba ndo Allah ana mikono na alikuwa anamfinyanga Adam kwa mikono yake, lakini halafu hapo poseme lakini mikono hiyo sio kama yetu. Usijenge taswira, hatujenge taswira, lakini akhi, Allah ana mikono. Si ndo tayari umeshampa viungo, hata kama haijafanana na yetu, lakini ndo umeshampa viungo, umeshampa maumbile. Yani hawa wanaabudia Mungu mtu kabisa. Akaja akasema Allah ana mguu, akatoa hadithi siku ya kiyama, hadithi ambayo ipo kweli lakini haina maana hiyo aliyotoa yeye. Allah ataingiza mguu kwenye moto. Yani kufuru tupu, wallahi mtihani. Sasa hizi aya, sitaki nirefushe muda sana, lakini hizi aya alizozisoma
kwamba eti ndo zinamaanisha kwamba Allah ana uso, Allah ana mikono, Allah ana macho. Hizi aya zote insha Allah, na hii hadithi aliyoisoma kwamba Allah ataweka mguu siku ya kiyama kwenye moto, eti ndo kwamba Allah ana mguu, tutakuja kuzisoma biidhnillah na kuzitolea ufafanuzi wake, na tutaendelea kulifahamisha hili jambo mpaka litakapoeleweka. Lakini tahadharini sana sana sana, wachungeni watoto wenu na nyinyi wenyewe nafsi zenu, msije mkaingia katika genge hili la wahuni.